Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam anazungumza na kongamano la mabarobaro vijana, mwenye kufikia kiwango cha kuoa asisite, asichelewe, nafasi inamruhusu, uwezo umekamilika, basi ni aoe, kwani kuoa tayari automatic kunamfumbisha macho na kunamhifadhia utupu. Hapa ndipo utakapopata vipindi tofauti vitakavyoelimisha umma. Yurham Online TV. Yaqulu subhanahu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين. إخوة الأماجد، baada ya kumshukuru mwenye haki ya kushukuriwa kumliko mwingine yeyote yule, naye ni Allah subhanahu, na rehema na amani zimmiminikie kiongozi aliyojawa na nyingi ihsani, kipenzi aliyetaamali vyema kwa Waislamu nyoyoni, Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kupitia ridha yenu kwa taufiki ya Allah subhanahu, leo napenda tulizungumzie dhambi katika madhambi mawili mojawapo linaloongoza dunia nzima. Dhambi hili ni dhambi ambalo kwamba si usiku si mchana si asubuhi si jioni si masaa 24 hadi 24/7 365. Ni dhambi ambalo kwamba wengi wa wanadamu wamezama katika dhambi hili. Dhambi hili ni mojawapo ya madhambi makubwa, al-kabair. Dhambi hili lina athari kubwa mbaya hapa duniani na lina athari mbaya kubwa kesho akhera. Ni dhambi ambalo kwamba unapolizungumza basi wako ambao kwamba hawatopendezwa, wako ambao kwamba watasikia vibaya, wako ambao kwamba watasikia chungu. Lakini sasa hakuna kila mara daktari anakupa dawa tamu. Ipo siku daktari anakupa dawa chungu, lakini lengo lake yeye swafi ni akuone mgonjwa ama ndugu yake amepata shafaa. Ili ni gonjwa
ni dhambi ambalo kwamba Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaoteshwa ndoto kwa dhambi hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu anazungumza ndani ya suratul Furqan. Allah jalla jalaluhu anamzungumza na kuwazungumza waja wema, ibadur rahman, waja wa arrahman, katika zile au sifat ambazo kwamba alikuwa akiwazungumza, akasema walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wala taqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqqi wala yaznun ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Mwenyezi Mungu Subhanahu alipokuwa anawazungumza waja wema kwa mujibu wa tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah, asema hawa ni wale ambao kwamba hawamuombi pamoja na Mwenyezi Mungu mwengine. Sifa ya kwanza. Sifa ya pili, wala hawaui nafsi ambayo ameharamisha Mwenyezi Mungu ila kwa haki. Ama sifa ya tatu, wala yaznun, wala si wazinifu. Zina ni mojawapo mwa al-kabair, ni katika madhambi makubwa, na hukumu ya mzinifu kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu iko mara mbili. Kuna anayemzini mke wa mtu ama anayeziniwa na mume wa mtu, alafu yupo ambaye kwamba anamzini ama anaziniwa na mtu ambaye hajaoa wala kuolewa. Ulamaul fuqaha wanasema ya kwamba anayemzini mke ama kuziniwa na mume ambaye hajaolewa ama hajaoa, basi adhabu yake anapigwa mbati mijeledi 100. Mijeledi 100. Na wengine wakasema si mijeledi 100 tu, bali nyongeza ya kifungo cha miezi 6 jela. Na ama anayemzini ama kuziniwa na aliyeoa ama aliyeolewa, hukumu yake kwa sheria ya Kiislamu anapaswa apurwe mawe mpaka afe. Nini uzinifu? Nani ana adhabu gani siku ya Kiyama mzinifu? Uzinifu maana yake kwa ikhtisar Kiswahili ni tendo la jimai, ni mume kumwingililia mwanamke kimaumbile nje ya ndoa. Katika madhambi ambayo Mwenyezi Mungu kawaambia Waislamu licha ya kulifanya wasikurubie, mojawapo ni uzinifu. Ukiona aya imekuja kwa mfumo wa swigha ya wala takharabu, tambua fika ya kwamba kitendo kinachofuata kina athari mbaya ya kuangamiza hapa duniani na kesho siku ya Kiyama. Ndio sura ya 17 aya 32, Mwenyezi Mungu Subhanahu anasema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, na wala msikurubia uzinifu,
neno wala taqrabu, al-Imam Ibn Abi Asakir rahimahullah qad bahatha 7 khutuwatin ila fi'li zina, katefua akafanya istimbat ya hatua 7 ambazo mtu anazipitia kwenye kuikurubia zina hadi akazini. Kasema ya kwanza ni nadhurun, an-nadhuru, kutizama haram, ndio hatua ya kwanza. Kasema ya pili ibtisam, ni kutabasamu. Ya tatu ni al-kalam, ni kuweka maneno, assalam, ni kusalimia kinafiki. Ya nne ni al-kalam, ni kuweka mistari. Ya tano ni al-mi'ad, akishaingia kwa boksi unampatia appointment. Ya 6 al-liqa, kukutana. Ya 7 ni kitendo fi'lu, kitendo chenyewe ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu akasema innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, si vinginevyo uzinzi ama uzinifu ni uchafu na ni njia iliyopotefu. Wazinifu hawa ilipokuwa inatafsiriwa aya iliyoitanguliza na Ibn Kathir, kanukuu maneno ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale alipoambiwa ni dhambi gani kubwa, ni dhambi gani kubwa. Kasema al-ishraku billah wa qatlun nafsa allati wa qatlul walada khashiyata imlaqin. Akasema 3 wazina halila tajarik. Ya kwanza ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Ya pili ni kumtoa mwanao kafara ama la 3 mtu kuzini na jirani ya mke wa mtu. Hii ipo katika sahihi Muslim na Bukhari. Likoni palitokea tukio la kusikitisha na la simanzi sana. Nyumba za kupanga hizi za single room hizi, rumu ya huku ni rumu ambayo kwamba wanaoana mume na mke wake, rumu ya huku rumu ya bachelor. Huyo mke wa mtu watu hawajamuona walau vidole, anavaa anajihifadhi nikabu mpaka soksi za mikono na miguu mpaka miwani. Siku majirani wanasikia harufu ya mfu katika chumba kinachoangaliliana na mke wa mtu huyu. Ikaamua majirani na wasimamizi wakaja wakavunja mlango, wakampata kama alivyozaliwa. Mume anamtafuta mkewe, kumbe mkewe kavuka kwenye nyumba rumu ya pili huko. Walipompima, wana miskini kabla hajafa aliziniwa. Sasa nabii, mtu anakufa kwenye kitendo cha zina, ima mume wa mtu ama mke wa mtu, atamwambia nini Mwenyezi Mungu Subhanahu? Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaeleza ya kwamba macho huzini, na kuzini kwa macho ni kuona. Masikio huzini, na kuzini kwa masikio ni kusikia. Ulimi huzini, na kuzini kwa ulimi ni kusema. Mikono huzini, na kuzini kwa mkono ni kugusa. Miguu huzini, na kuzini kwa miguu ni kuiendea. Moyo huzini, na kuzini kwa moyo ni kutamani. Ila sehemu ya siri ndiyo inayothibitisha au kukanusha. Ndio siku Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaota ndoto. Anaota ndoto
amewaona waume na wanawake wanachomwa ndani ya moto wa jahannam, wako uchi kama walivyozaliwa, kisha moto unatokota kutoka chini ya sehemu ya siri. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaambiwa na malaika wanamwambia, haulai zunat wa zawani, hawa ni wazinifu wa kike hawa na wazinifu wa kiume. Zinaa imeleta balaa, zinaa imeleta madhara, imeleta magonjwa. Na miongoni mwa athari za uzinifu kidunia kabla ya akhera, kwanza zinaa inavunja nasaba. Uzinifu inavunja nasaba. Watoto wa zinaa wengi siku hizi, na mtoto anapozaliwa nje ya ndoa kisheria si wa baba, na baba hana ruhusa hata ya kutoa idhini wakati anapoolewa. Kama ni binti hana ruhusa. Na pana mtindo mbaya mchafu siku hizi, haolewi binti mpaka apigwe kitumbo kwanza ndio aozeshwe. Hii ni hatari, hii ni hatari sana. Zina inavunja nasaba. Athari ya pili ya uzinifu unaleta ufukara. Zina yurithu alfaqr, inarithisha ufukara. Hakuna siku mzinifu akawa ana mali na riski iliyotulizana, hakuna. Kila siku anahangaika tu. Athari mbaya tatu, uzinifu unaleta magonjwa. Yuko bwana mmoja ni baharia, maeneo ya Kisauni, baharia, anafanya kazi na meli, anasafiri na meli. Mke wake anampa kila kitu, anapotea miaka 2 mitatu, anakuja kapata dhurubu, kahangaika miskini. Kumbe mke wake akimwacha nyumbani huwa atuli, ana macho ya juu, viguu na njia, anasambaza haramu. Kakaa miezi mitatu. Siku hiyo mara kajiona mgonjwa, kaenda kupimwa, ana ukimwi. Akashangaa, mimi ukimwi nautoa wapi? Kamchukua mkewe naye akapimwa, ana ukimwi. Mke anamlaumu mume anaapa kwa msaafu, wallahi sijawahi kwenda nje ya ndoa mimi, ilhali mkewe ana visa na mikasa 10 kidogo. Kwa hiyo uzinifu unaleta maradhi, magonjwa. Athari nyingine ya uzinifu, inanyang'anya nuru. Mzinzi hana imani. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, la yazini zani hina yuzni wa huwa mu'minu, hazini mzinifu pindi anapozini awe ana imani. Haiwezi. Kwa hiyo mzinifu hana imani, madhara yake ni mingi sana. Muislamu anajilinda vipi? Manake mazingira machafu hivi sasa, tembea hatua 1-2 unaona kivutio cha zinaa hicho. Ukifungua simu, ukiingia TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, sijui wapi, unaona vivutio vya uzinifu. Mabango barabarani, vivutio vya uzinifu. Jirani kavaa nguo maziwa nje, kavaa skati, kaacha chini huko kweupe. Jambo la kwanza ambalo Muislamu anapaswa alifanye, kwanza awe ni mwenye kufumba macho ama kuangalia chini.
Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaamrishwa na Mwenyezi Mungu subhana, qul lilmu'minina yaghudhuna min absarihim wa yahfadhuna furujahum, yaghudhu min absarihim wa yahfadhuna furujahum, sema kuambia waumini wafumbe macho, wainame chini na wahifadhi tupu zao. Na Iblis al-la'in, ulama wa imani wanasema kwamba Iblis anapenda kukaa kwenye makalio ya mwanamke, anapenda kukaa hapo, alafu utafuta nyuso za waume akawa anazivuta, anavuta nyuso za waume hivi, anazivuta. Na mtanambia nyinyi, ukiuliza wanaume nje huko, akipita mwanamke kwanza unamwangalia wapi? Atakwambia kalio. Kavutwa. Kavutwa. Sasa nafaa tuangalie chini. Hii ndio ngao ya kwanza. Ngao ya pili, hususan ukiwa kijana, unafunga hizi funga za sunna. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema, ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaju fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarji faman lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Muttafaqun alayhi. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam anazungumza na kongamano la mabarobaro, vijana. Manake vijana ndio mwendo kasi sasa huu. Mwenye kufikia kiwango cha kuoa asisite, asichelewe. Nafasi inamruhusu, uwezo umekamilika, basi ni aoe. Kwani kuoa tayari automatic kunamfumbisha macho na kuna muhifadhia utupu. Na ambaye kwamba hajafikiria kuoa, uwezo na nafasi haijamruhusu, basi ana jukumu la kufunga, kwani funga ni kinga. Ima njia ya tatu ni kukithirisha kuhifadhi swala na kuongeza ziada ya swala za sunna. Hii swala hii Allah subhanahu anaisifu ndani ya Qur'an, asema inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, hakika ya swala inakataza. Yani swala yenyewe tu kama swala, tenda kazi zake inamzuia muislamu asifanye machafu na maovu. Ama njia ya nne ni kujua marafiki unaowachagua. Allah subhanahu anasema ndani ya Qur'an, sura Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi ila akhir al-aya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله أن يكون رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أحبابي الكرام، أما njia hiyo ya tatu, marafiki. Chagua rafiki ambaye kwamba anakusubirisha katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhana nyakati zote, kwa sababu dini ya mtu inategemea anayetembea naye. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema, almar'u ma'a dini khalili, mtu yuko pamoja na dini ya rafiki yake. Na vijana wengi siku hizi
wamepotea na kuzama katika bahari chafu ya uzinifu kwa sababu ya marafiki wanaotembea naye. Mtu anampata rafiki anamsifu kabisa, baba si mchezo, baba ninapiga kona mpaka bao, naipiga kona mpaka bao, huyu binti huyu si mchezo, analisha huyo, subhanallah, vipi ndakapewe na pia ndakaonje chips kuku tu ama smartphone mnunulie tu. Na ndio watoto wa shule za upili siku hizi, hususan Mombasa hapa. Binti anakwenda nyumbani hana simu, hata kabambe hana. Akaenda shule ana iPhone Pro Max. Na mama nyumbani anajua. Niwe baba uambii unaachwa hivyo hivyo tu. Anameza pitu. Anameza pitu kama kunywa maji ili asipate ujauzito. Kuna mababa siku hizi hawataki kuoa binti wadogo kuharibu na kuwafuruga tu. Ni dhamana kubwa mbele ya Allah subhanahu. Kidume una hela wewe, una senti, una uwezo, unaendesha tinted, unaishi nyumba ya kifahari, hutaki kuoa. Kazi yako kubwa mabinti wadogo miaka 16, 17 ndio mwanzo wanavunja ungo, wewe unawaharibu. Subhanal Malik. Na lingine ambalo lipo siku hizi, boda wangu. Kimsikia mkeo anamwambia boda wangu, afute huyo boda wake. Ina maana maboda ni wazinifu. Lakini katika jihad za wanaozini na wake za watu, baadhi yao, sio wote, ni watu wa boda. Boda wangu kanichukulie delivery yangu, boda wangu kanichukulie mzigo wangu, njoo ngutume mpeleke mwanangu shule, njoo mfanye hivi. Na boda achukui pesa, ila achukui. Boda wangu mzuri, achukui. Kumbe ni chambo tayari, kaika chambo kidogo, anasubiri samaki aingie kwenye ndoano avute. Na njia nyingine ya kuzuia na kujiepusha na uzinifu, naomba dua ambazo kwamba zakazifunza Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dua ya kwanza, Allahumma inni a'udhu bika minaz-zina wal fawahish. Ewe Mola, kama mimi najilinda kwako kutokamana na uzinzi, uzinifu na machafu. Ama dua ya pili, Allahumma ighfir dhanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ewe Mola, nisamehe mimi madhambi yangu na utakasa moyo wangu na hifadhi utupu wangu. Hizi ni baadhi ya adhiya ambazo kazifunza Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama njia nyingine ya kuzuia uzinifu ni kutochat usiku kupitiliza. Sababu kuna vijana, hususan vijana, usiku wake ndio mchana, aingie hapa atoke, engende kule atoke, aingie social media hii atoke, azumu hii atoke. Ukiwa peke yako, shetani wanakushawishi, baba angalia kifua hicho, maziwa hayo, tuzo hiyo utaki kunywa wewe, baba angalia mlima wa Kilimanjaro vipi, utaweka pale mtoto mchanga pale bila leso kufungwa na anakaa mwenye anatulia. Je, wewe vipi hapo? Unashawishiwa na simu ukiwa peke yako. Njia nyingine ya kuzuia uzinifu, usikubali kukaa na mwanamke ambaye kwamba ni mahrim. Usikubali mnakaa faragha hivi, usikubali. Mwanamke ambaye kwamba unaweza muoa, tata bana, sister yangu yule ana shida, sister yangu yule, sister yangu tu, sister du tu, ana wewe, hatari hiyo. Sababu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema, la yajlisani ithnani illa shaytana thalithahuma, hawakai wawili ila shetani huwa watatu. Na kuna aina ya sihiri, nikimalizia, ambayo ni sihiri ya uzinzi,
Ikiwa mchawi wa mwanga hakupati kukuminya, unatumiwa subiani maalum wa kike, kama yeye ni mwanamume, anacheza kwenye dhakari yako, anakuhangaisha. Unaweza mpata kijana, subhanallah, jamani, huyu karogwa ama kakosa ama kalaniwa huyu, jamani huyu. Wanawake kama swala, subhanal malikil quddus, anafaa swali swala 5, aswali swala 5 kwa siku, wanawake 3 4, yeye anatembea nao. Huyu ana pepo mchafu, huyu tapigwa tayari. Na huyu ukimuuliza nakwambia uti wa mgongo wake unamuuma ajabu, na usiku mpaka uteshwe ndoto za mara kwa mara kuwa anafanya jimai na wanawake anaowajua na asiyowajua, na kila akifanya jimai akiamka mchana anatafuta. Iko hii pia. Ndio umuhimu wa kuomba dua kabla ya kulala. Na kuna mafuta maalum ya kisunna yanayosomewa ruqya sharia, ambayo mwanamume kabla hajalala upaka bapa la uso, upaka kifuani, upaka uti wa mgongo, upaka kwenye sehemu yake ya siri. Allah anakuhifadhi. Wanapotumwa wale ili wakuvamie, wakuchezee, Allah anajalia kinga. Ahbabi alkiram, ni mengi ya kuzungumza, na kama nilivyosema ni mada isiyopendwa. Mimi nafurahi kwamba wengi mmeipokea vyema kwa nyuso zenu, japo baadhi wameumia. Tufanyaje sasa? Na ndio dawa. Allah subhanahu akakupatia mbadala. Usizini, oa. Usizini, oa. Na wazee, mimi naongea na wazazi, mnafanya ndoa inakuwa ngumu siku hizi, tamaa za kijinga tu. Mimi namfundisha mwanangu huyu, nimechoka mimi, kaenda mpaka chuo kikuu, gharama nyingi. Kwani wanemoa hakufundishwa na babake na mamake? Si wote wamegharamika jamani? Sheria zinakuwa nyingi, mahari sijui mahari, mtamalizana mbele hapa, kilemba na maziwa kwanza 2.5. Jamani, na ni vijana hawa wana mioto, si moto, wana mioto wanavyosema. Unawakazia kufuli kubwa kwenye mlango wa ndoa, wao wanatafuta mlango wa uzinifu, wanaziniana kule, wanapata madhambi wao, na wewe kama mzazi umechangia wao kuzini. Tuweni mabalozi wa kuhamasishana. Una mke mmoja, hakuna haja ya kujificha na mahawara. Eti mimi bana, wife wangu bana hana shida, mimi kuongeza ndio hataki tu, lakini mahawara wasemi, unaambia kacheze huko alafu rudi. Wife wangu fresh. Wewe una wazimu fresh, anakutia kwenye maangamivu, unasema fresh. Kidume anayejiamini na ndivyo ipasavyo anaongeza, sio hawara, unaongeza. Tangaza msimamo habibi, tangaza msimamo. Wewe ndiye mfalme wa nyumba, unaogopa nini kidume wewe? Lakini usiongeze na jazba, hapana, usifanye hivyo, itakula kwako. Unaongeza na busara. Kama una busara, njoo tukupe busara za kuongeza. Tunasaidiana, wataawanu ala albirri wattaqwa. Yuko bwana mmoja kaalika mashemeji zake, kawaalika nyumbani, mashemeji peke yake, upande wa mke kawaalika, wakapikia biriani mzuri, majuisi, wakala vizuri, wakala. Unajua mkeo huwa anafurahi ukimwalikia, hasa watu wa kwao huwa anafurahi zaidi. Wanawake wengi wako hivyo. Baada ya kualika, baada ya kula, akawapiga bahasha sasa. Shem, anapiga bahasha. Mkiwasikia raha. Wajua huko nje kuna huyu kaoa, huyu kaoa dadangu huyu. Alafu huyu ni shem kama shem. Hizo mbili tofauti hizo. Mpaka muelewe hizo mbili tofauti. Sasa shem anakata shem bahasha.
mke anasikia raha, elewa tu. Mara shemu akaanza kutokwa na machozi. Akamwambia, shemu nini? Mbona wali anakutesa nini? Anambia nitesi. Kuna nini? Sema kuna nini? Wameshakula biriani na bahasha mtafukoni. Washapata nguvu. Sema kuna nini? Sema mimi nafanya tendo ambalo yuko kama atanisamea. Sema shemu, usilie baba. Sasa mimi nilikuwa nataka, nimeoa mke wa pili kisiri, nataka dada yenu aniruhusu kama naweza kuongeza mke wa tatu. Akamwambia huyo wa pili yatosha. Yuko bado hajaoa. Akamwambia huyo wa pili yatosha. Adu Allah an yaj'alana min alladhina sami'una alqawla fattabi'una ahsana. Ibadallah, subscribe katika channel hii na kubonyeza kengele iliyopo mbele yako.